Na mtazamaji wa B5 Media, karibu sana. Mwendelezo ni ule ule wa kuzungumza na wadau mbalimbali ambao umepata nafasi ya kuwa sehemu ya mbio hizi ama mashindano haya ya Kilimanjaro International Marathon. Mojawapo ya taasisi kubwa ambazo mimi binafsi nimeziona zikiwa hapa ni Macros, ambao wao wanahusika na masuala ya vitafunwa vya hapa na pale. Atatuelezea hapa brother ambaye kwanza ataanza kwa kujitambulisha majina yake. Mimi ni Pasco Mwere, karibu kwenye mahojiano haya mafupi. My brother, habari za wakati huu? Bila shaka uko vizuri, karibu sana B5 Media. Salama, nashukuru sana. Kwanza nianze kwa kutoa shukrani kwa kutupatia fursa hii na kutukaribisha ili tuwe na hii nafasi ya kuzungumza na watazamaji na wasikilizaji. Jina langu ni Joseph Ngatia, nawakilisha kampuni ya Farmers Choice. Katika issue hii ya Kilimanjaro Marathon tunashirikiana na wakala wetu anaitwa BM Choma Choma. Vile vile tunashirikiana na wakala wetu mkuu hapa Tanzania ambaye anaitwa Bright Choice Limited, ambaye sasa ndio anahusika katika hali ya kusambaza sausage zetu na nyama katika sehemu zote za Tanzania, Dar es Salaam, Moshi, Arusha, sehemu zote hata mikoani. Kwa hiyo tunashukuru sana. Okay, Farmers Choice imekuwa na role ipi katika mbio hizi za Kilimanjaro Marathon na kwenu imekuwa ni fahari kiasi gani? Sasa kwa vile sisi tunashughulika na vitafunwa na vyakula vyepesi ambavyo vinatoa energy kwa njia ya haraka na ni rahisi kutafuna, tumekuwa na ile nafasi ya kutoa lishe, kwa sababu sasa watu wanahitaji power. Tuseme wanahitaji power kwa ajili ya kukimbia kabla na baada, wanahitaji ile power. Kwa hiyo na vyakula vyetu ni vya hali ya juu, ni rahisi kutafuna, ni visafi. Kwa sasa tumepata wengi sana wamefika pale na wamepata vile vyakula na vimewasaidia sana na wengi wamefurahia. Okay. Ndio. Na vyakula ambavyo mnavizalisha Farmers Choice, ndio. Ukiachilia mbali sausage, ni nini kingine? Sasa sisi tuna sausage za aina nyingi sana. Yani sausage ni aina nyingi sana, lakini vile tuna vyakula vya breakfast kama zile beef bacon. Okay. Vile vile tuna nyama ya ng'ombe za hali ya juu sana. Vile vile nyama ya kuku pia tunayo. Okay. Lakini kwa sasa tunasambaza nyama ya ng'ombe, sausage, bacon, burgers, nyama ya kuweka kwenye sandwich. Vyakula hivyo ndio kwa sasa ndio tunavyo. Na vinapatikana kwenye maduka yote nchi nzima? Inapatikana nchi nzima, maduka yote makubwa, supermarket zote kubwa. Okay. Miji yote mikubwa na maduka yote makubwa Tanzania nzima. Okay. Hata sehemu zote za mkoani. Okay. Hakuna mahali ambapo hautapata product zetu. Ukiwa kama mdau sasa wa sports and entertainment, ndio, hii imekuwa ni platform nzuri kiasi gani kwenu, na pengine kipi ambacho unaweza ukakisema juu ya mbio hizi za Kilimanjaro International? Kwanza niseme kwamba hii ni mara yetu ya pili kushiriki. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka jana na nilikuwa na wasiwasi kwa sababu ya hali ya hewa ilivyokuwa. Nilikuwa na wasiwasi kwamba labda watu hawatachokea, lakini nimeshangaa sana. Ni kweli kuna tope na kuna mvua kidogo, lakini watu wamejitokeza sana, wamejitokeza kwa ajili ya kushiriki na vile vile kufanya tu kutembea hapa wakiwa familia. Tumekuwa na experience nzuri sana na tumefurahia sana. Okay. Na tungependa kufanya hata kitu kikubwa mwaka ujao na kuendelea. Kipi unadhani sasa kinapaswa kuboreshwa zaidi ili mashindano haya yaweze kuwa na tija zaidi ya hivi ambavyo ipo? Nafikiri mpangilio ni mzuri, kwa hiyo labda kuangalia labda kama timing, kama wakati huu imefanyika labda kipindi cha mvua, labda kumekuwa na usumbufu kidogo, lakini mimi nafikiri wamefanya vizuri. Yaani mpangilio ni mzuri. Yeah. Watu wametoka maeneo mbalimbali kuja Moshi mjini mkoani Kilimanjaro kwa sababu ya Kilimanjaro International Marathon. Natamani uzungumze na vijana ambao pengine hawajui namna gani ya kuziendea fursa ambazo zinatokana na festival za namna hii. Yaani kwanza nitaje kwamba kuna kijana mmoja amenishangaza na amenifurahisha sana kwa sababu amekuwa na kama app ambayo anatumia kwa ajili ya kutuwezesha kufanya biashara hapa kwa njia ya kufanya order kupitia simu. So hiyo ni mfano mmoja wa kijana ambaye amechangamka. Labda hiyo ni jambo moja. Experience nyingine, kuna vijana ambao tumetumia wanakaa pale nje, lakini wametumika kwa ajili ya kusafirisha bidhaa, kubeba vitu.
Kwa hii issue ya Kilimanjaro Marathon imekuwa na matukio makubwa, impact kubwa ya kiuchumi. Sehemu zote za hoteli Moshi vilikuwa vimejaa, kwa hiyo imekuwa na impact kubwa sana. Lakini vijana pia kuna wakiwa wabunifu, kuna nafasi nyingi hapa ambazo wanaweza kufanya biashara hapa. Kwa hiyo waangalie hata mwaka ujao, waangalie mambo fulani ambao wanaweza kufanya. Brother, nakushukuru sana. Bila shaka baada ya hapa nitapata sausage kidogo ili na mimi nikaifurahie, nione kile ulichokisema kama ni sawasawa ama vinginevyo. Bila shaka, karibuni sana. Yeah. Asante. Okay, karibu sana. Hii ni B5 Media. Ukitoka hapa basi kupitia kwenye simu yako, hakikisha una subscribe kule YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, andika tu B5 Media _official na utaona maudhui yetu. Karibu sana na kila la heri. Asante sana. Naam, mimi ni Pasco Mwere, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama ambavyo nilivyoitaja. Hadi wakati mwingine, bye bye.